Hamas is responsible for this war. Hamas ndiyo inayohusika na vita hivi. Kauli ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu akizungumza kwa jinsi ambavyo Israel imeanza kufanya mashambulizi katika ukanda wa Gaza, huku akitaja kwamba Hamas ndiyo wanahusika katika vita hivi kutokana na sababu mbalimbali ambazo wamezisababisha wao wenyewe. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ametaja harakati za Hamas ambazo wameendelea kuzifanya na kuziendeleza katika ukanda huo wa Gaza, huku wakiwaumiza zaidi watu wa Israel kutokana na kile ambacho walikifanya katika shambulio la Oktoba 7, 2023 na kuweza kuchukua mateka. Hamas pia ilitakiwa kuweza kutoa mateka wa Israel, lakini walikataa kuweza kutoa mateka mara kwa mara kipindi ambapo wamekuwa wakipewa taarifa. Kauli ya Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu inakuja kufuatia Israel kushambulia ukanda wa Gaza na kusababisha zaidi ya watu 400 kufariki dunia. Waziri Mkuu wa Israel katika taarifa yake mapema siku ya Jumatano alisema kwamba Hamas ndiyo inahusika na vita hivi. Ilivamia miji yetu, ikaua watu wetu, ikawabaka wanawake wetu na kuwateka wapendwa wetu. Hamas imekataa mara kwa mara kutoa mateka wetu. Katika wiki mbili zilizopita, Israel haikuchukua hatua yoyote ya kijeshi kwa matumaini kwamba Hamas ingetafakari upya, lakini hilo halikutokea. Wakati Israel ilikubali pendekezo la mjumbe maalum wa Rais Trump, Stephen Witkoff, Hamas ilikataa moja kwa moja. Hii ndio sababu jana niliidhinisha upya operesheni za kijeshi dhidi ya Hamas. Israel hairengi raia wa Kipalestina, tunawalenga magaidi wa Hamas. Na pale ambapo magaidi hawa wanajificha katikati ya raia, wanapotumia raia kama ngao za binadamu, wao ndio wanaobeba lawama kwa vifo vyote vinavyokusudiwa. Raia wa Kipalestina wanapaswa kuepuka mawasiliano yoyote na magaidi wa Hamas, na ninatoa wito kwa watu wa Gaza waondoke katika maeneo hatarishi. Nenda sehemu salama, kwa sababu kila raia anayeuawa ni msiba na kila kifo cha raia ni kosa la Hamas. Ninamshukuru Rais Trump kwa uungwaji mkono wake thabiti kwa Israel. Ushirikiano wetu wa Marekani haujawahi kuwa imara zaidi. Kwa wale wanaoikosoa Israel na wauliza, mngefanya nini kama magaidi wangeua na kuwateka watoto wenu? Mngefanya kile tunachokifanya? Mbele ya uovu mtupu, jamii huru hazina chaguo zaidi ya kupigana. Kwa hivyo, nataka kuhakikishia marafiki zetu wote ulimwenguni, Israel itapigana, Israel itashinda. Tutawarudisha watu wetu nyumbani na tutaiangamiza Hamas. Hatutalegeza msimamo hadi tufikie malengo haya muhimu, na hatutapumzika hadi tuhakikishe nchi yetu ina mustakabali wa amani, ustawi na matumaini. Prosperity and hope. Hiyo ni kauli ya Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kufuatia kuanzisha operesheni mpya kabisa ya kijeshi katika ukanda wa Gaza baada ya kuamua kuendelea kusitisha mapigano katika ukanda huo wa Gaza. Na hapa Waziri Mkuu wa Israel ameeleza jinsi gani Hamas ambavyo wamekuwa wakifanya kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu ya kile ambacho anakitaja kwamba wanajificha katikati mwa raia kwa ajili ya kuweza kuzuia mashambulizi ambayo Israel imekuwa ikiyapeleka. Lakini vile vile Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu katika taarifa yake hii hapa amezungumzia pia kutoa taarifa kwa raia wa Kipalestina kwamba wanapaswa kuepuka mawasiliano yote na magaidi wa Hamas kwa jinsi ambavyo amesema yeye na kuwaita magaidi, na ametoa wito kwa watu wa Gaza waondoke katika maeneo hatarishi, waende sehemu salama, kwa sababu sasa hivi mashambulizi Israel inatarajia kufanya zaidi ya hiki ambacho amekifanya kwa hivi sasa. Sasa mtazamaji wa Zone Media, hii vita ni kama vile imeanza upya sasa baada ya Israel kuweza kushambulia Hamas. Sina shaka Hamas pia nao watakuja kutoa taarifa juu ya hiki ambacho Israel imeweza kufanya baada ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu kuanzisha operesheni mpya. Kwa taarifa zaidi basi tufuatilie, tutakuletea kila taarifa ambayo inajiri katika mzozo huu wa Gaza. Na hii ni Zone Media, ndo tumeanza hivyo kukupa taarifa, basi salia nasi kila siku.